Kwanza nichukue nafasi hii kuwakaribisheni sana. Karibuni sana. Na leo roho yangu kwatu kabisa kwa sababu nilikuwa napenda kukutana na nyie, lakini tulikuwa tuko pamoja mimi na mwenzangu hapa. Kila tunaposhauriana tunasema vijana tukutane nao. Kwa hiyo leo tuna furaha kubwa kwamba tumeweza kukutana. Tunamshukuru sana Mungu. Karibuni sana. Ndugu Mheshimiwa Waziri wa Nchi, Ofisi ya Rais, Management ya Utumishi wa Umma na Utawala Bora, Mheshimiwa George Boniface Simbachawene, na viongozi wengine mlioko mahali hapa. Sisi ni wahitimu wa kada ya ualimu kutoka katika vyuo mbalimbali hapa nchini kati ya mwaka 2015 hadi 2024. Tuna umoja wetu kupitia mitandao ya kijamii ujulikanao kama Nani Employed Teachers Organization, kwa kifupi NETO. Kwa kufika mahali hapo, nimkaribishe makamu mwenyekiti aweze kuendelea kusoma makala. Hali ya maisha ya walimu wasio na ajira, yani uhalisia wa wahitimu. Viongozi wetu tunaomba mpate picha uhalisia wa walimu wasio na ajira juu ya changamoto kabla na baada ya kuhitimu mafunzo ya ualimu. Changamoto ya kwanza, vijana wengi ambao hawajaajiriwa kwa kada ya ualimu ni vijana waliotoka katika familia maskini na wamesomeshwa na wazazi na kupewa mikopo na serikali kwa matumaini ya kuwa watapata ajira kwa haraka. Tunatoa mapendekezo kwa serikali ilipe kianzio cha mishahara sawa kwa kada zote kulingana na kiwango cha elimu zao. Mfano, kianzio cha mshahara wa mwalimu mwenye shahada ufanane na kianzio cha mshahara wa daktari mwenye shahada, ili pesa za ziada zitumike kwa ajili walimu watakao tosheleza upungufu uliopo nchini. Sasa naomba tu nimkaribishe katibu wangu aendelee. Asante. Vyuo vimalize hatua zote za kumthibitisha mwalimu kwa kutoa mtihani wa mwisho, yani usaili, unaofanana vyuo vyote nchini na ufaulu uwe kwa 100%, ambapo 50% iwe kwa upande wa nadharia na 50% iwe kwa upande wa vitendo. Niwapongeze wote ambao mmefanya wasilishaji. Haya yote ni upungufu wa nafasi za ajira kwa walimu. Kwa sababu hii document ina hoja hizi. Ina hoja hii ya upungufu wa ajira za walimu. Sawa. Lakini ina hoja ya usahili. Kama hivi vyote vingekuwa, kama ajira zingekuwa zipo za kutosha kwa mujibu wa hoja yenu, kwa mahitaji ambayo serikali inahitaji, nadhani usahili usingekuwa issue. Ungetumika utaratibu ambao wote wangechukuliwa. Historia inaonyesha siku za nyuma walikuwa wanachukuliwa moja kwa moja na kupelekwa moja kwa moja kuajiriwa kila kwa miaka kwa sababu ya mazingira ya wakati huo, kwamba sokoni hakukuwa na hao walimu wa kutosha. Kwa hiyo walikuwa kimaliza wanachukuliwa wote na nafasi zinabaki. Si mnaikumbuka hiyo historia? Mnaikumbuka eh? Baadaye zikaanza kuwa nafasi sasa hazibaki. Kabla hata ya kusitisha hizi ajira, ni vitu vinabadilika tu kisera na wakati vinafika tulipofika. Na ndio maana mimi niliamini kabisa kwamba tukikutana tukizungumza tutaweza kutoka. La kwanza hapa ambalo sisi tumelipata kama serikali ni kwamba kuna kitu au kuna mambo ya kufanywa kazi. Ili uweze kueleweka hoja yako sio lazima uongee kwa ukali sana. You just talk lightly. Kama ina uzito tu. Hapa kuna hoja zina uzito. Sera ya nchi inasema ajira zipatikane kwa ushindani. Sera ya elimu inasema walimu wapatikane kwa ushindani. Sheria ya utumishi wa umma inasema watumishi wapatikane katika Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, watumishi watapatikana kwa ushindani. Kwa kuwa sasa jambo hili lina uzito na kwa kuwa mmeliwasilisha vizuri, na ninadhani uamuzi wangu kwa wakati huu, badala ya kujibu hoja moja hapa na mimi watu wangu wamejiandaa kujibu, nadhani as a government sisi tuchukue hii tuifanyie kazi thara. Na kwa hivyo nikawa nafikiria
kwamba tuunde kamati ya serikali, kwa sababu ina uzito mkubwa. Unazungumzia habari ya kutokuwepo walimu, lakini unazungumzia habari ya wage bill. Kuna vitu vingi hapo ndani, vipo hapo. Kwa lazima kwenye serikali tukutane nao, tuliangalie, je, tunaweza tukawachukua hao walimu wote? Tutawachukuaje? Tutafanyeje? Hili haliwezi likawa la Wizara ya Utumishi peke yake na Wizara ya Elimu peke yake na TAMISEMI peke yake. Lazima liishirikishe serikali kwa ujumla wake, zikiwemo Wizara ya Mipango, lakini pia lazima tuwashirikishe na wenzetu wa Wizara ya Fedha. Jamani, kuna hoja hii na jambo hili lina uzito wake, tunakwendaje? Kwa hiyo mimi niagize tu hapa, Katibu Mkuu Utumishi, kwa kushirikiana na wenzako wa kwanza Ofisi ya Rais Utumishi, Wizara ya Elimu, TAMISEMI, Wizara ya Fedha na Wizara ya Mipango na Uwekezaji, yes, muunde timu iweze kuinquire haya yote haya. Kwa hili lazima ulichukue, lakini mtafakari na mambo mengine ya kiutumishi, namna ya kumalizana na upungufu wa mahitaji ya walimu tulionayo katika shule zetu za serikali. Na mmesikilizwa, na sisi tuna haki ya kumsikiliza Mtanzania yeyote kwa misingi ya maelekezo ya Mheshimiwa Rais wetu Dr. Samia Suluhu Hassan ya FOARA. Lazima watu tujadiliane, turidhiane, ili mambo madogo haya yasije kaleta shida. Naamini suluhu inapatikana kwa watu kuzungumza, na watu wenye busara wanazungumza na jambo linakwisha. Kwani nyinyi mnaamini kwamba serikali huwa zinaajiri watu wote? Hilo simesema kabisa. Sio serikali huwa haina uwezo. Serikali duniani haipo iliyoajiri wasomi wake wote duniani, haipo hiyo serikali. Si mnaelewa? Kwa nini hamlielewa? Lakini hiyo swali hizo, na kwa sababu nasema kwenye sekta ya elimu hapa tuna nani, nafasi ipo, maana mmegusa mpaka numbers, uchumi wetu umekuwa, mmejitahidi kweli kujenga hoja. Kwa hiyo tunawapongeza, lakini serikali haina uwezo wa kuajiri watu wote, wasomi wa nchi wote wakajiriwa na serikali. Na ndio maana solution ni kukuza private sector iwe na nguvu, ili iweze kusaidia kupunguza shida na upungufu wa ajira.